Ninakaribisheni katika ibada ya leo na niwapongeze na Mungu awabariki kufika sana katika ibada ya leo. Bwana ni mwema. Ikiwa ni sabato ya 3, sabato ya vijana. Vijana tupunge mkono vijana. Yes, kanisa ni la vijana. Tujiandae vizuri kwa sabato hiyo. Yes. Basi katika ibada ya leo ningependa kutambulisha ambao wametuhudumia na watakao tuhudumia. Na nikianza na aliyekwisha kushuka hivi punde ni mwenyekiti wetu aliyepita, dada Festina Wambura, ametuongoza katika fungu na ombi. Nasemaje kwake? Lakini katika somo la sadaka tutaongozana na ndugu yetu kiongozi wa uhuru wa kidini wa kanisa la Adventista Sabato Must, Meshak Kivumbi. Punga simama upunge. Yes. Na mimi mwenyekiti katika ibada ya leo ni mzee wa kanisa la Musti, Mbonea Anania. Karibuni sana katika ibada, lakini na waongozaji wetu wa nyimbo kikundi cha himno watakuwa pamoja nasi katika ibada ya matoleo na pamoja na kumkaribisha mhudumu. Bwana ni mwema wakati wote. Basi wakati huu na saa huu nimkaribishe aliyejiandaa kwa ajili ya somo la sadaka. Then baada ya somo la sadaka kikundi kilichoandaliwa kitapita kwa ajili ya kuimba wimbo, na wimbo huo huo ndio utakao na tukutane hapo katika kufunga ibada. Bwana ni mwema. Sabato njema. Sabato njema. Kweli naona hata mimi naona watu mmepoa. Basi naalike katika muda wa leo. Mungu alipata katika kitabu cha Ezekieli sura ile ya 20 aya ile ya 40. Nasema, kwa maana katika mlima wangu mtakatifu, katika mlima mrefu sana wa Israeli, asema Bwana Mungu, ndiko watakako nitumikia nyumba yote ya Israeli wote, pia katika nchi ile, nami nitawatakabali huko, na huko nitataka matoleo yenu na malimbuko ya dhabihu zenu pamoja na vitu vyenu vitakatifu vyote. Bwana abariki neno lake. Basi tupe macho tupate kwa Baba mwema, mtakatifu, hapo kwa pamoja tubariki kwa amini hiki kuru naja shambani peke yangu asubuhi na mapema, ninasikia sauti yake inayonishawishi, na twatembea tukiongea, niambia mimi wake
furaha nyingi tukiwa naye, hakuna jua na twatembea tukiongea, niambia mimi wake, furaha nyingi tukiwa naye, hakuna jua sauti yake nyororo na tamu kuliko ya ndege, kanipa wimbo mtamu sana, watosheleza moyo. Twatembea tukiongea, niambia mimi wake, furaha nyingi tukiwa naye, hakuna jua na twatembea tukiongea, niambia mimi wake, furaha nyingi tukiwa naye, hakuna jua tabaki shambani naye, japo giza linafurika, anishawishi mimi ni wake, sauti ya sikika, twatembea tukiongea, niambia mimi wake, furaha nyingi tukiwa naye, unajua na twatembea tukiongea, niambia mimi wake, furaha nyingi tukiwa naye, hakuna jua na twatembea tukiongea, niambia mimi wake, furaha nyingi tukiwa naye, hakuna jua
Yesu asifiwe. Linda sana moyo wako kuliko vyote uvilindavyo, maana ndiko tokako chemchemi za uzima. Haleluya. Bwana ni mwema. Kwa jina anaitwa Joshua Yohana Andrea, wengine ananiita Joshua June, lakini sio mbaya, maana hata Ibrahimu tungemuita Ibrahimu Abraham. Amina. Yote ni majina yangu. Haleluya. Basi niwaalike katika tafakari ya jioni ya leo. Somo letu linasema, je, umekomaa? Je, umekomaa? Bwana ni mwema. Umekomaa katika mambo gani? Je, katika uzoefu wa kufanya jambo fulani, ama ni kilimo, ama ni masuala ya software, ama ni masuala ya uhandisi? Je, umekomaa? Bwana ni mwema. Wakati tujifunza habari ya kwamba umekomaa, tunaangalia katika neno la nani? La Mungu. Tembea nami katika kitabu cha Kutoka sura ya 2, ule mstari wa 1 hadi wa 10. Je, umekomaa? Mara nyingi katika jamii za wakulima, vijana wanafundishwa kulima tangu wakiwa wadogo. Nakumbuka kipindi kiwa mdogo, bado sijaanza shule ya msingi, nilikuwa naishi katika familia ya extended family, yani tulikuwa tunaishi watu wa yani ndugu, kwa tunaishi kwa babu. Kwa hiyo kipindi cha masika, familia yote kwa tunatoka kwenda kufanyaje? Kulima. Haijalishi ni mdogo ama ni mkubwa. Wadogo walikuwa wanaamini kwamba wanaandaliwa kwa ajili ya kuja kuchukua majukumu endapo wakitakuwa wakubwa, na walikuwa wanatuweka kwenye ile plau inayovutwa na ng'ombe, kwamba mnakuwa watatu, mmoja amekomaa, mwingine anaelekea kukomaa, mwingine mdogo yeye sasa anaandaliwa pia ili afie katika hali ya ukomavu. Na huyu mdogo anaweza akawa na miaka 6, 7, 8, na katika kuswaga zile ng'ombe yeye anakaa katika upande huu ambapo kuna huu mchanga uliofukuliwa na na plau. Kwa hiyo ile safari ya tifutifu ile, wanaamini kwamba ukiweza hadi masika yaishe, hadi kufikia umri wa miaka 12, 13 utakuwa umeshakomaa. Na endapo itokea ng'ombe sasa zimewashinda wakati unalima na kuja kuswaga, sasa huyu aliokomaa anateua mmojawapo kwa hawa ambao mnaandaliwa ashike na yeye plau kwa ajili ya kuendelea na safari ya kulima. Na wakati mwingine akianza kuwapiga wale ng'ombe, anaweza akawa anakimbia kwa sababu amekuchagua mdogo, anakuambia ukomae. Haleluya. Kwa hiyo unajitahidi unakomaa hivyo hivyo, na endapo labda ukilima vibaya anaweza akakuadhibu ili mambo yaweze kwenda vizuri. Lakini leo tutaenda kuangazia katika habari ya neno la Mungu. Bwana ni mwema.
Msomaji unaweza ukafuatana nami katika kitabu cha Kutoka sura ya 2 na mstari wa 1 hadi wa 10. Ndio. Kutoka 2 kuanzia mstari wa 1 inasema, Ndio. mtu mmoja nyumba ya Lawi akaondoka, akaoa binti moja wa Lawi. Yule mwanamke akachukua mimba, akazaa mwana, na alipoona ya kuwa ni mtoto mzuri, akamficha miezi 3. Na alipokuwa hawezi kumficha tena, akampatia kisafina cha manyasi, akakipaka sifa na lami, akamtia mtoto ndani yake, akakiweka katika majani kando ya mto. Umbo lake mtoto akasimama mbali ili ajue yatakayompata. Basi binti Farao akashuka aoge mtoni, na vijakazi wake wakatembea kando ya mto, naye akakiona kile kisafina katika majani. Akamtuma kijakazi wake kwenda kukileta. Akakifungua, akamwona mtoto, na tazama, mtoto yule analia. Basi akamhurumia, akasema, huyu ni mmojawapo watoto wa Waebrania. Basi umbu lake mtoto akamwambia binti Farao, je, niende nikamwite mlezi katika wanawake wa Kiebrania aje kwako akunyonyeshe mtoto huyu? Binti Farao akamwambia, haya, enenda. Yule kijana akaenda akamwita mama yake yule mtoto. Binti Farao akamwambia, mchukue mtoto huyu ukaninyonyeshe, nami nitakupa mshahara wako. Yule mwanamke akamtoa mtoto akamnyonyesha. Mtoto akakua, naye akamleta kwa binti Farao, akawa mwanawe. Akamwita jina lake Musa, akasema, ni kwa sababu nalimtoa majini. Amina. Barikiwe sana mtu wa Mungu. Mtu mmoja alikuwa amekomaa. Alikuwa amefanyaje? Akaoa binti wa kabila la Lawi. Alikuwa amefanyaje? Bwana ni mwema. Mtu mmoja alikuwa amekomaa, akaoa binti wa kabila la wapi? La Lawi. Na kumbuka katika kipindi hicho ilikuwa ni safari ambao wana wa Israeli wanatumikishwa katika nchi ya Misri, na ilifikia kiwango cha kwamba mateso yao yameongezeka, lakini cha ajabu walikuwa wanazaliana sana, na ikatolewa kauli ya kwamba kila mtoto wa kiume atakayezaliwa katika nchi ile ya jamii ya Waebrania aweze kufanyaje? Uwawa. Bwana ni mwema. Lakini binti huyu wa kabila la Lawi alikuwa amefanyaje? Amekomaa, akaamua kumhifadhi nani? Musa. Bwana ni mwema. Alikuwa amefanyaje? Bwana ni mwema. Na ukisoma katika kitabu cha Kisa cha Ukombozi ile sura ya 14 katika ukurasa kuanzia wa 74 anaeleza kwamba wakati huu mama anamnyonyesha Musa alikuwa akimnenea maneno ambayo ni mafundisho ya neno la nani? La Mungu. Na alikuwa akimwelezea habari ya kumcha Mungu na kuachana na ibada ya sanamu kama walivyokuwa wanafanya watu wa jamii ya Misri. Bwana ni mwema. Bwana ni mwema. Na wakati anamwelekeza hayo, kumbuka yeye alipewa kibarua cha kumnyonyesha tu. Ilikuwa ni kipindi cha muda mfupi, akishamnyonyesha na mkabidhisha kwa binti Farao. Hapo ndo utagundua kwamba watu waliokomaa
hawachezi na nafasi ambao wanapewa. Bwana ni mwema. Je, umekomaa? Je, umekomaa? Katika discussion, Mungu amekupatia nafasi ya kukutana na watu 10 tu, wapatie habari njema za neno la Mungu. Je, ukomavu wako wa neno la Mungu unaudhihirisha kwao? Je, umekomaa? Bwana ni mwema. Katika nyumba ya wapangaji pale ulipopanga, je, umekomaa? Katika ile room unaoishi, je, umekomaa? Watu wanamuona Kristo kupitia wewe? Binti kabila la Lawi alikuwa amekomaa, akampandikiza maneno mazuri na elimu nzuri ya neno la Mungu kijana wake mdogo kipindi anamnyonyesha. Je, katika mwaka huu mzima umefanya nini katika neno la Mungu? Mungu amekupatia marafiki, ukomavu wako wa neno la Mungu umeonekana? Bwana ni mwema. Je, umekomaa? Ishadai. Katika masomo yetu tunapofanya mitihani, tunamwakilisha Kristo au ndo sisi tunaosumbua watu wa Mungu wako bize na mitihani, na wagusa katika vitu vyao kwa nyuma? Nisaidie swali la 6. Je, umekomaa? Bwana ni mwema. Katika safari ya ukomavu inahitaji muda, lakini pia inahitaji maarifa. Haitoshi, inahitaji uvumilivu. Haleluya. Mama yake Musa alitia moyo ya kwamba ndani ya miaka hii 12 ambayo bado Musa sijamkabidhi rasmi kwa binti Farao, nitautumia muda huu vizuri. Na matunda yake yalionekana. Ukisoma katika kitabu hicho kinaeleza kwamba ingawa shetani alikuwa anajaribu kupindua mpango wa Mungu juu ya ukombozi wa watu wake kutoka Misri, lakini Mungu kupitia kwa Musa aliweza kudhihirisha. Bwana ni mwema. Na juhudi ziliambatana pia na mwanamke huyu ambaye alikuwa amekomaa. Mkini hata sasa hivi sisi tunajiandaa kuwa na familia. Je, umekomaa? Au ndo utasubiria na wewe uanze kuamshwa, baba amka tusome kesha la asubuhi? Au ni katika habari ya kwenda kanisani ndo utakuwa unaambiwa, mama fulani, imefika saa 3 sasa twende kanisani?
Je, umekomaa? Bwana ni mwema. Katika ukomavu wa habari ya kimbingu, muda mwingi tunapaswa kujishughulisha na neno la Mungu. Kisoma hicho kitabu kinaeleza kwamba kipindi anamwambia maneno ama mafundisho juu ya neno la Mungu, alikuwa anamwombea pia ili aweze kulindwa na imani potofu ya jamii ya Misri. Kwa hiyo haitoshi kwa mtu wa Mungu kusoma neno la Mungu ya kwamba kila siku Kutoka 1, Kutoka 2, kama hauna maombi pia bado haitoshi. Kwa hiyo ukomavu wako hautafikia kiwango ambacho kinatakiwa na mbingu. Kwa mtu wa Mungu ili afikie pia kiwango ambacho kinahitajika, lazima ajikite katika habari ya nini? Ya maombi. Ndio maana viongozi wetu wa mambo ya kiroho wanatusii mara kwa mara kwamba kila siku asubuhi tuhudhurie maombi, mchana pia tuhudhurie maombi. Hiyo yote kwa ajili ya kujengea tabia ya kuwa na nini? Na maombi. Bwana ni mwema. Yamkini ukisamanisha muda wa kuwa na maombi ya jumuiya, moja kwa moja ukomavu wako wa kuwa na maombi ya peke yako utakuwepo. Kwa maana Paulo anasema kwamba msiache kukusanyikana. Leo hii tunakusanyikana kwa ajili ya kuabudu. Hii inatutia moyo wa kuendelea na safari ya kwenda wapi? Mbinguni. Kwa sababu gani? Tukikutana hivi tunatiana moyo, lakini pia pale ambapo ulikuwa umepungua na kitu unafanyaje? Unaongezewa. Kwa hiyo ibada ya kwako peke yako kule ukienda itakuwa ina nguvu, kwa sababu huku ulikuja ukapata kitu ambacho ulikuwa hauna, ukaenda ukakaa peke yako ukapata kitu kingine, ama ukakichimba zaidi kile kitu, ukawa na uelewa mpana zaidi. Mwisho wa siku unazidi kufanyaje? Kuimarika. Umekomaa? Bwana ni mwema. Unapokomaa na mambo ya kidunia, semi kusoma ni vibaya. Hata Danieli alisoma, alionekana yuko vizuri katika habari ya kusoma elimu ya Kikaldayo. Kwa hiyo hata sisi tunaposoma, tunapoweka juhudi ya kwamba tunakesha library, tunasoma vile vile na neno la Mungu, hatupaswi kufanyaje? Kuliacha. Maana sisi tunavyojijengea maarifa ya neno la Mungu kwa wakati huu, tunajiandaa sisi kuja kupandikiza katika kizazi kinachofuata ambacho nakuja baada yetu. Na kina nani ambao watapandikiza? Sisi wenyewe. Utachaguliwa kuwa kiongozi ndani ya kanisa, utasimama kuhubiri. Utahubiri nini kama hujajifunza neno la Mungu? Una kalama ya kuhubiri. Ibada za nyumbani hautawafundisha wanao, au ndo tafikia kipindi ya kwamba huyu mtoto amenishinda? Kwa sababu gani? Hujamfundisha. Umekoma? Bwana ni mwema. Ukomavu hauishii hapo tu, katika kutenda pia. Naona Musa alipofika katika jumba la kifalme, anakula anasa zote,
ndani ya jumba la kifalme. Kama ni habari za kuku, zipo za kutosha. Kama ni chakula kizuri unachojua wewe, kipo. Lakini ujumbe wa Mungu unashuhudia kwamba hakuiacha sheria ya Mungu. Maneno yale aliyofundishwa na mama yake kipindi akiwa mdogo hakuyaacha. Na wakati mwingine malaika wakiwa na tia moyo wa kwamba wewe utakuja kuwa mkombozi wa ndugu zako, alizani ya kwamba yeye atakuja kuwakomboa katika habari ya vita. Maana pia alipoenda kule aliimarika katika elimu ya Kimisri. Alikuwa mzuri sana, lakini pia alifundishwa akawa hodari wa vita. Jumbe wa Mungu anashuhudia na anasema kwamba watu wote wa jeshi la Farao wakampenda kwa sababu alikuwa hodari wa vita. Naona amekoma katika habari ya neno la Mungu, lakini pia katika habari ya mambo ya kidunia pia amekoma. Na huku hivyo katika habari ya vita anajiandaa kwa ajili ya kuwakomboa wenzake. Wanahakikisha kwamba katika ukomavu nilionao huu, endapo tu ikitokea haya majeshi sasa tukaanza kupigana, lazima tushinde. Maana habari njema nimeletwa na malaika ya kwamba nitawakomboa ndugu zangu. Na muda ulipoenda, akamkuta Misri mmoja akigombana na Mwibrania kwa sababu yeye ni hodari wa vita. Akamwonyesha kwamba mimi nimefanyaje, nimekomaa. Akamua akamfukia kwenye mchanga. Iko chanzo cha kukimbilia katika nchi ya Midian. Kule nako aliweza kupewa elimu nyingine ambayo sasa inahusiana na utawala wa kimbingu. Alikaa huko na hatimaye kusudi la Mungu la kuwakomboa ndugu zake ikarudi pale pale. Maana alikosa tumaini ya kwamba atakuja kuwakomboa tena. Bwana Yesu asifiwe. Je, umekomaa? Mungu amekusaidia, amekupatia akili nyepesi ya kuelewa vizuri darasani. Je, huo uelevu unawasaidia wenzio? Au ndo naambiwa kwamba Elshadai njoo nisovie swali, waambia sina muda, afu naenda kucheza magame? Walimu wametoa assignment, tusaidie basi hapa. Hangaikeni tu, mtaweza. Je, umekomaa? Mungu amekusaidia, amekukirimia nguvu. Watumishi wa Mungu, nahitaji watu wakasaidie kazi fulani kwa kutumia nguvu. Ana mimi sitaenda na mambo fulani hivi sijaweka sawa. Je, umekomaa katika hizo nguvu Bwana amekupatia?
Mtumishi wa Mungu, tuwahi zoezi. Kila siku Bwana, weni wa kuchelewa zoezi. Kiongozi eza ni wa kikundi au ni wa kwaya, na kuuliza vipi Bwana, mbona ni wewe tu, shida nini? Na mambo tu nilikuwa naweka sawa. Je, umekomaa? Bwana Yesu asifiwe. Katika safari ya kwenda mbinguni inahitaji watu waliokomaa. Na vitu ambavyo vitakufanya ukomae zile silaha tulizojifunza kwenye makambi. Uwe na vitendea kazi, ambao kitendea kazi cha kwanza ni neno la Mungu. Haleluya. Kama haupati muda wa kusoma neno la Mungu, anguko lako liko karibu. Nakusihi kwa huruma zake Bwana, ujenge tabia ya kusoma neno la Mungu. Usiishie tu kusoma kesha la asubuhi na kusoma bobea. Nenda mbali zaidi. Soma Biblia. Soma vitabu vya roho ya nabii. Vipo vitabu vingi sana na vimeeleza vitu vingi. Yaani ukitaka tu uchambue kitu fulani, ni wewe tu. Kwa kwamba mimi nitajifunza habari ya uchumi. Vipo vimeeleza, vipo vitabu vingi sana. Ukihitaji wewe uwe mtu wa masuala ya unabii, ni wewe ni kuchambua tu kwamba nahitaji kitabu fulani. Vipo vitabu vingi sana, lakini mkuu ni Biblia. Bwana ni mwema. Ikiwa sekondari na kijana mmoja ambao alikuwa amefundishwa, wazazi wake akakomaa katika neno la Mungu, na shule ile ilikuwa hajawahi kupokea Mwadventista Msabato, lakini mwaka wetu ulikuwa wa baraka, akatokea Mwadventista Msabato mmoja ambao amekomaa. Na bahati nzuri alikuwa amekomaa katika masuala ya unabii. Ni mdogo tu, pomwani, amekomaa unabii. Na japo alipitia changamoto mbalimbali pale shuleni, lakini ikifika kipindi cha dini, lile darasa ambao yeye alikuwa anaabudu, watu walikuwa wanajaa kusikiliza neno la Mungu. Nakumbuka alikuwa na kitabu kimoja kinaitwa Pambano Kuu, kile ambacho watu wa Mungu wanashikana mkono kile. Nadhani Benji anakifahamu vizuri. Kile ukiachana hichi Pambano Kuu sasa hivi kuna kipo cha zamani, alikuwa anafundishia kile. Swala sijui ya alama ya mnyama, swala ya pepeto. Kwa tulikuwa tunajifunza mle. Yamkini alikuwa anatufundisha, yaani wengine hatujui hata Mungu ni nani, lakini tunajifunza habari ya 666. Tunasoma na nukuu kabisa kwenye Pambano Kuu. Leo hii tuko huku na mwabudu Mungu. Haleluya. Kwa hiyo kile ulicho nacho ambacho Mungu amekusaidia ukawa nacho kwa ajili ya kujenga ufalme wako, kitumie sawa sawa. Haleluya. Yaani wewe kama umekomaa katika masuala ya ujasiriamali, hakikisha yaani mtu akija apate
maarifa ya kutosha. Kama wewe umejikita katika habari ya muziki, hakikisha mtu akija kwako, yaani aseme hakika Mungu amekubariki, nami nimepokea baraka ya kujua muziki. Haleluya. Kila nyanja mtu akiwa imara, hakika kazi ya Mungu itasonga wapi? Itasonga mbele. Bwana ni mwema. Hata ikiitishwa wito wa kwamba tunaenda kushuhudia, yaani watu wote wenye wito wa uinjilisti wataenda kushuhudia. Ikiitishwa habari ya uimbaji, tunategemea ya kwamba hadi ifike kipindi aseme tu basi tunakomea hapa, yaani watu wanamiminika tu kuja kuimba. Bwana ni mwema. Kila nyanja watu wa Mungu wapo. Hapo ndipo tutakuwa tunaonyesha ukomavu wetu. Haleluya. Basi tunapoelekea kuhitimisha, tusome fungu letu la Misali 4 fungu la 23. Mithali 4:23 nasema, Ndiyo. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Amina. Unapoonyesha ukomavu wako, hakikisha unalinda moyo wako. Ni kweli kabisa umekirimiwa kuwa mwimbaji mzuri. Basi imba ukimtukuza nani? Mungu. Ni kweli kabisa umekirimiwa kuwa na karama ya kuhubiri. Hubiri ukimtukuza nani? Mungu. Ni kweli umepewa juhudi ya kusoma kwa nguvu, na mkini unachukua hata masaa 3 4 bila kuchoka. Sio kila kitu cha kusoma. Bwana ni mwema. Sawa. Mfano, kuna story nzuri labda ni Facebook, mtu fulani ameiandika, unapita nayo. Storybook unapita nayo. Hapo utakuwa haulindi moyo wako. Bwana ni mwema. Kuna vitu ambavyo utaingiza kwenye akili yako vitaenda kuwa virus. Na vitakuhamisha hali yako ya kiroho. Kitu pekee ambacho unaweza ukasoma miaka yote, hata ikiwezekana unakula, unaamka, unaenda wani, kila siku uko pale pale unasoma, ni neno la Mungu. Lakini vitu vingine ukivisoma sana, mwisho wa siku unafikia hatua ya kumkufuru Mungu. Unaweza ukawa mwanasayansi mzuri sana, unafanya magunduzi ya teknolojia, lakini kama hauna neno la Mungu, tokeo yako utaishia kufanyaje? Kumkufuru Mungu. Linda sana moyo wako. Mwalike kiongozi mbishaji, tusimame na wimbo namba 16. Afu Abeli, ona utakuja utuombee.
Basi na tuombe. Mtakatifu Mwenyezi uketi juu, tuna kila sababu maisha yetu koza tia za leo. Watu wengi walipata, tuna nzuri ya sifa fulani na hekima yote stahili, lakini ipo siku tutaweza kuzirudisha zikiwa katika, lakini katika upungufu wetu tulionao na udhaifu wa kibinadamu au upokee sifa hii sana. Omba utusaidie tuweze kukomea naye tukapata sifa nako katika maisha. Siku wa leo tunaomba uwe pamoja nasi kisha tena kesho utawanyika hapa zako na upendo wako na ushirika wa Roho Mtakatifu tane pamoja na kila wetu sasa hata milele kupitia Yesu Kristo tunaomba.